nikuongoze sasa. Tutasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza, tutasoma mlango wa 11 mstari wa 23 mpaka 24, alafu nitakuongoza uweze kukula huo mwili wa Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wanao hawa wanapokula mwili wako na damu yako, mambo makubwa ikatendeke katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ndio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Inua huo mwili wa Yesu juu kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wanao kwa njia ya imani wako tayari kuula mwili wako. Baba, ulisema tule, tufanye hivi kwa ukumbusho wako. Baba, tunakumbuka kifo chako cha msalaba ulivyopigwa ni kwa ajili yetu. Tunaula mwili wako kwa njia ya imani, mambo makubwa ikatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Kula sasa. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you Jesus. Shika hiyo damu ya Yesu kwa mkono wako wa kulia. Mstari wa 25 unasema hivi, na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, katika jina la Yesu, wanao wameshika damu yako tayari kunywa damu ya agano jipya, damu inenayo mema, damu inenayo msamaha wa dhambi. Wanao wanaposhiriki kunywa damu yako, wacha nguvu zako zikaingia ndani yao na vifungo vikakatike katika jina la Yesu Kristo. Kunywa sasa. In the name of Jesus Christ. Yes. Njoo hapa, leta mbele, leta tu. Leta rudi kwa nafasi yako. Sije hiyo pawe kaanza kukulemea ukiwa kwa kiti chako. Libra seta ya lama. Jeta rabo seketa ya lama. Ukirudi hapo simama tu. Ukirudi kwa nafasi yako, usiketi, simama tu. Nguvu ya Mungu inaanza kupenya. Likatawa rabo sete. Libra lego shahada bande. Ika sabra ligesete.